Iran yasema usitishaji mapigano umeanza kuvunjwa muda wowote kama wasipoendelea kukubaliwa kile wanachokitaka kuhusu kusitishwa kwa vita huko Lebanon, basi wataliamsha upya kabisa. Hata siku moja ikiwa bado haijamalizika tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwenye vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran, kumeanza kujitokeza shutuma za uvunjwaji wa makubaliano hayo. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alisema siku ya Jumatano kwamba uvunjwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran umeripotiwa na kuzitaka pande zote kuheshimu makubaliano hayo. Uvunjwaji makubaliano umeripotiwa kwenye maeneo machache kwenye eneo la mgogoro ambao unahujumu dhamira ya mchakato wa amani, aliandika Sharif kwenye mtandao wa X. Kwa heshima na taadhima, nazitaka pande zote kujizuia kuchukua hatua za kuyaharibu makubaliano haya na ziyaheshimu kwa wiki hizi mbili kama ilivyokubalika, ili diplomasia ituongoze kuelekea amani ya kudumu. Kauli ya mpatanishi huyo mkuu wa mgogoro huo ilikuja muda mchache baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kuzungumza na mkuu wa majeshi wa Pakistan na kumjulisha juu ya kile alichosema ni uvunjwaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano unaofanywa na Israeli nchini Lebanon. Kwa mujibu wa masharti aliyoyaweka Iran kwenye mpango wake wa vipengele 10 wa kusitisha mapigano, usitishaji huo unapaswa kujumuisha pia Lebanon, Iraq na Yemen. Jeshi la Israeli lilifanya mashambulizi 7 mfululizo kwenye maeneo kadhaa ndani ya Lebanon siku ya Jumatano, likidai kuwalenga wapiganaji wa kundi la Hezbollah. Shirika la habari la Tasnim likinukuu chanzo kimoja serikalini lilisema kuwa Iran itajitoa kwenye makubaliano hayo kusitisha mapigano endapo mashambulizi dhidi ya Lebanon yataendelea. Sasa kwa upande wa rais wa Marekani Donald Trump, naye pia amezungumza na anasema kwamba kukomeshwa kwa uhasama nchini Lebanon hakukujumuishwa kwenye makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kwa sababu mapambano kati ya Israeli na harakati za Shiite Hezbollah yalikuwa ni mgogoro tofauti. Anasema hawakujumuishwa katika makubaliano hayo. Aliambia PBS katika mahojiano ya simu alipoulizwa kwa nini isiwe hivyo. Alisema kwa sababu Hezbollah hilo litashughulikiwa pia ni sawa. Aliulizwa anachofikiria kuhusu Israeli kuendelea kushambulia Lebanon. Anasema ni sehemu ya makubaliano hayo, kila mtu anajua hilo, huo ni ugomvi tofauti, mwisho wa kumnukuu. Wakati hayo yanaendelea, wawakilishi wa Iran wameipa Marekani pendekezo lililorekebishwa ambalo limechukuliwa kama msingi wa mazungumzo kuhusu suluhu inayowezekana. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Levitt anasema kupitia mkutano na waandishi wa habari, hapo awali wa Iran walitoa mpango wa pointi 10 ambao kimsingi haukuwa mzito, haukubaliki na ulitupiliwa mbali kabisa. Ulitupwa kama takataka na rais wa Marekani. Trump na timu yake ya mazungumzo. Vyombo vingi vya habari katika chumba hiki vimeripoti kwa uongo kuhusu mpango huo kama unaokubalika kwa Marekani, na hilo ni uongo, alibainisha. Vile Marekani haitaheshimu sehemu yake ya masharti ya kusitisha mapigano ikiwa Iran haitafungua mlango bahari wa Hormuz, makamu wa rais JD Vance anawaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka kwenda Budapest. Kwa kweli tunafikiri kwamba tunaona dalili kwamba mlango bahari unaanza kufunguliwa tena, alisema alipoulizwa kuhusu ratiba ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa wazi sana, mkataba huo ni wa kusitisha mapigano na mazungumzo. Hilo ndilo tunalotoa, na wanachotoa ni kwamba mlango bahari utafunguliwa tena. Ikiwa hatutaona hilo likitokea, rais hatafuata masharti yetu ikiwa wa Iran hawafuati masharti yao. Lakini makamu huyo wa rais wa Marekani amesema pia Washington haijatoa ahadi yoyote kwa Teherani kuhusu kuingizwa kwa Lebanon katika usitishaji mapigano na kwamba kulikuwa na kutoelewana kati ya pande hizo mbili. Anasema, nadhani hii inatokana na kutoelewana halali. Nadhani wa Iran walidhani kwamba usitishaji mapigano ulijumuisha Lebanon na haikuwa hivyo. Hatukutoa ahadi hiyo, hatukuonyesha kamwe kwamba itakuwa hivyo. Tulichosema ni kwamba usitishaji mapigano ungelenga Iran na usitishaji mapigano ungelenga washirika wa Amerika, Israeli na mataifa ya Ghuba ya Kiarabu, JD Vance aliwaambia waandishi wa habari huko Budapest. Vile Iran inalaani vikali mashambulizi dhidi ya visiwa vya Lavan na Siri katika Ghuba ya Uajemi yanapokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa kutoka kwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian imesema Jumatano. Rais alisema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itatoa jibu la haraka kwa shambulio lolote, huku akilaani visa kadhaa vya ukiukaji wa mapigano, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya visiwa vya Lavan na Siri mapema Jumatano. Taarifa hiyo ilichapishwa kwenye chaneli ya Telegram. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema baadaye kwenye chapisho kwenye X kwamba masharti ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani yako wazi na Marekani lazima ichague kusitisha mapigano au kuendelea na vita kupitia Israeli. Haiwezi kuwa na vyote viwili, mwisho wa kumnukuu.
Nikwambie hivi, hatujamaliza. Meli zote zinazopanga kuvuka mlango wa Hormuz lazima zifuate njia mbili mbadala zilizopendekezwa na Tehran ili kuepuka migongano inayoweza kutokea na mabomu. Jeshi la wanamaji la kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu linasema kwa kuzingatia mvutano wa kijeshi katika Ghuba ya Uajemi na mlango bahari wa Hormuz na hatari ya kukumbana na mabomu mbalimbali ya kupambana na meli zote zinazokusudia kupitia mlango bahari wa Hormuz lazima ziratibu na jeshi la wanamaji la IRGC na kutumia njia mbadala hadi taarifa zaidi itakapotolewa. Ilisema taarifa hiyo, ikiongeza kuwa hatua hiyo inalenga kuhakikisha usalama wa baharini na kuzuia migongano inayoweza kutokea na mabomu ya baharini. Vile juhudi zinafanywa kuwasilisha tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump na makubaliano ya amani na Iran kama ushindi kwa Washington, ingawa kwa kweli Marekani imeshindwa. Mwandishi wa habari wa Marekani Tucker Carlson anasema jana usiku ilionekana kama ushindi kwa Marekani, ingawa kwa uhalisia ilikuwa labda hasara. Anasema Carlson alisema kwamba Washington imeshindwa kuleta mabadiliko ya msingi katika mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu, huku kambi za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati zikipata uharibifu mkubwa. Alikumbuka kwamba operesheni hiyo iligharimu mamia ya mabilioni ya dola na kwamba udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz unabaki mikononi mwa Tehran. Mwandishi huyo wa habari pia alibainisha kuwa wengi wanaona makubaliano yenyewe kama aina ya ushindi, kwani kusitishwa kwa mapigano ni jambo zuri. Teherani iliwafahamisha wapatanishi wa kikanda kwamba itashiriki tu katika mazungumzo na Marekani iwapo kutatokea kusitisha mapigano nchini Lebanon, pia ikitishia kufikiria upya uamuzi wake wa kufungua mlango bahari wa Hormuz. Gazeti la Wall Street Journal linaripoti likinukuu watu wanaofahamu jambo hilo. Kulingana na taarifa zao, Iran imewaambia wapatanishi wa kikanda kwamba ushiriki wake katika mazungumzo na maafisa wa Marekani huko Islamabad una masharti ya kusitisha mapigano nchini Lebanon, ikionya kwamba inaweza pia kubadilisha uamuzi wake wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Upande wa Iran pia ulionya kwamba utaendelea kushambulia nchi katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Israeli, ikiwa mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon na Iran yataendelea. Vile makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance anasema kwamba upande wa Israeli hapo awali ulikuwa umeonyesha utayari wake wa kujizuia zaidi nchini Lebanon, ikidaiwa kusaidia kurahisisha makubaliano kati ya Washington na Tehran. Waisraeli, kama ninavyoelewa, wamejitolea kujichunguza kidogo nchini Lebanon kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba mazungumzo yetu yanafanikiwa, aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuruka hadi Budapest. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile rais wa taifa la Ufaransa Emmanuel Macron anasema makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran yanapaswa pia kutumika kwa Lebanon. Nilielezea matumaini yangu kwamba kusitisha mapigano kutaheshimiwa kikamilifu na kila mmoja wa wapiganaji katika maeneo yote ya makabiliano, ikiwa ni pamoja na Lebanon. Hili ni sharti muhimu kwa kusitisha mapigano kuwa la kuaminika na la kudumu. Kiongozi huyo wa Ufaransa alisema alikuwa na uhakika kwamba uamuzi wa kukubali kusitisha mapigano ulikuwa bora zaidi na kwamba makubaliano hayo yanaweza kufungua njia ya mazungumzo kamili yenye uwezo wa kuhakikisha usalama kwa wote Mashariki ya Kati. Rais aliongeza kwamba pia alikuwa amejadili swala hilo na viongozi wa Qatar, Falme za Kiarabu, Lebanon na Iraq. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile vikosi vya usalama vya Iraq vimewakamata kundi la watu waliohusika katika shambulio la ndege zisizo na rubani pasi za muungano wa kimataifa karibu na mji wa Erbil, ambalo lilisababisha kifo cha mwanajeshi wa Ufaransa. Waziri Mkuu wa Iraq Mohamed Al-Sudan anasema wakati wa mazungumzo ya simu na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kulingana na taarifa hiyo, Al-Sudan na Macron pia walijadili hali ya jumla katika eneo hilo, maendeleo ya hivi karibuni na juhudi za kutatua mgogoro huo. Vile rais wa Marekani Donald Trump amependekeza uwezekano wa kuunda ubia wa Marekani na Iran ili kutoza ada ya kupita kwa meli zote kupitia mlango bahari wa Hormuz. Mwandishi wa habari wa ABC News Jonathan Kale anaripoti. Tunafikiria kufanya hivyo kama ubia, ni njia ya kuilinda kutoka kwa watu wengine wengi. Ni jambo zuri, Trump alisema akijibu swali la mwandishi wa habari kuhusu kama anakubali kwamba wa Iran wanatoza ada ya kupita mlango bahari wa Hormuz. Nini hasa ambacho kitaendelea katika kile ambacho Iran ameonekana kukidai kwamba Israeli asitishe mapigano yake kule Lebanon? Asipositisha naye anaingia tena mzigoni. Nini kitaendelea? Israeli atakubali au ataendelea kuwa kichwa kigumu? Maana Israeli tunamuita toto tundu la baba tajiri. Shukran kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.